imewapandisha kizimbani wanafunzi watatu wa vyuo vikuu MBA Limbali jijini Dar es Salaam. Mary Matogolo mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Raina Mkwawili mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa chuo kikuu Ardhi Dar es Salaam, na Asha Juma mwenye umri wa miaka 22, mwanafunzi wa chuo cha uhasibu. Hivi ni vyuo mbalimbali hapa Dar es Salaam. Wanafunzi wanadaiwa kumdhalilisha mwenzao ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu Ardhi Dar es Salaam. Taarifa moja kwa moja inakwenda kusomwa na Abel Kilumbu. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka 8 wanaokabili mbele ya hakimu mkazi mkuu Gwanta Mwankuga. Wakili wa upande wa Jamhuri Tumaini Mafuru aliwasomea washtakiwa hao makosa hayo 8 wakati kesi hiyo ilipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza. Kwa mujibu ya hati ya mashtaka, shtaka la kwanza linawahusu washtakiwa wote kwa pamoja walikula njama kutenda kosa kinyume cha sheria kimtandao, na shtaka la pili, mnamo Machi 16 mwaka huu maeneo ya Sinza wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, washtakiwa Asha Juma na Mary Matogolo kwa pamoja walikula njama za kuchapisha taarifa za uongo kupitia mtandao wa WhatsApp, zikiwemo ujumbe uliosomeka toa sauti umefika na mpenzi wangu Mwijaku lini na umefika naye wapi, kwa lengo la kumkashifa mtu aliyeitwa Magnificent Kimario. Shtaka la tatu, Asha Juma katika tarehe zisizofahamika mwezi wa 3 walichapisha taarifa za uongo katika mtandao wa WhatsApp, zikiwemo ujumbe uliosomeka toa sauti umefika mpenzi wangu Mwijaku lini na umefika naye wapi, kwa lengo la kumkashifu mtu aliyeitwa Magnificent Kimario hadharani, huku wakifahamu kuwa taarifa hizo ni za uongo. Shtaka la 4, mshtakiwa Mary Matogolo alisababisha madhara makubwa mnamo Machi 16 mwaka huu maeneo ya Sinza Dar es Salaam. Mshtakiwa alimshambulia Magnificent Kimario kichwani mwake kwa kutumia mfagio wa chuma uliomsababishia madhara makubwa. Huko shtaka la 5, washtakiwa wote kwa pamoja wanadaiwa kumshambulia Magnificent Kimario kwa kumvuta nywele kwa nguvu na kumsababishia madhara makubwa. Shtaka la 6 na la 7 pia linamhusu Mary Matogolo pekee. Inadaiwa kuwa bila uhalali aliharibu kadi ya simu na simu aina ya Samsung A04s yenye thamani ya shilingi 700,000 mali ya Magnificent Kimario. Shtaka la 8 linahusisha washtakiwa wote na inadaiwa kuwa mnamo Machi 16 mwaka huu walimtishia kumuua Magnificent Kimario kwa kutumia kisu, kosa ambalo pia linadaiwa kutendeka tarehe na eneo hilo hilo la Sinza. Washtakiwa wote walikana mashtaka dhidi yao. Hakimu Mwankunga aliwatajia masharti ya dhamana ambao ni kuwa na wadhamini wawili wenye vitambulisho vya NIDA pamoja na barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Upelelezi wa kesi hiyo bado unaendelea na kesi imepangwa kutajwa tena Juni 13 mwaka 2025. Aidha, kutokana na video ya Aprili 20 mwaka 2025 iliuzua mjadala mkubwa katika mitandao ya kijamii, ikionyesha wasichana wakigombana wakimhusisha mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Mwijaku. Taarifa ya jeshi la polisi ya Aprili 24 mwaka 2025 ilidai wanafunzi hao walihojiwa kuhusiana na tuhuma hizo na walithibitisha kumhoji Mwemba Barton Mwemba maarufu kama Mwijaku kuhusu kesi hiyo. Mimi ni Runama Bayu wa EATV.